Tumetoka kuangalia kwamba wakati Yesu anasema Mafarisayo ni viongozi vipofu, hakuwa anamaanisha kwamba wao ni vipofu kwa maana ya kimwili, kwamba hawawezi kuona kimwili, wanatembea kwa kupapasa. Hapana, wana macho ambayo yanaona vizuri kabisa. Ila upofu ambao Yesu alikuwa anazungumzia kwa Mafarisayo ni upofu wa kiroho. Upofu wa kiroho ni hali ya mtu kutokuwa na uwezo wa kulitambua neno la Mungu sawa sawa na mapenzi au makusudi makamilifu ya Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anashindwa au hawezi kulielewa neno la Mungu sawa sawa na mapenzi ya Mungu, maana yake huyo ni kipofu. Katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 14 anasema, waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Kwa hiyo huu upofu kama ambavyo tumeshaona awali kwamba sio upofu wa kimwili, ni upofu wa kiroho. Kwa hiyo kumbe, kama mtu ambaye anakuongoza kiroho, manake anayekuongoza kiroho kama ni mwalimu au mchungaji ni kipofu, kwa sababu ni kipofu na wewe unamfuata huyo kipofu, atakapotumbukia shimoni wote wawili mtatumbukia naye. Kipofu kwa maana ya nini? Kwamba halielewi neno la Mungu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kila atakachokufundisha, utakachokishika, utakachokiweka moyoni mwako na kwenda kukifanyia kazi kitakuwa tofauti na mapenzi ya Mungu. Na kikiwa tofauti na mapenzi ya Mungu, hautaweza kuurithi ufalme wa Mungu. Kama jinsi ambavyo Yesu anasema katika Mathayo 7:21 ya kwamba si kila aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule ayatendaye mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni. Utayatendaje mapenzi ya Baba yako wa mbinguni ikiwa hauyafahamu kwa ukamilifu? Hapo ndipo ambapo inakuja shida, kwamba umemfuata kiongozi ambaye ni kipofu, alichokuongoza ni kitu ambacho si sahihi, si mapenzi ya Mungu, na umekifanya kitu ambacho si mapenzi ya Mungu. Halafu Yesu anakuja kukushangaa, anakuambia mimi sikujui, anakuambia mimi sikutambui, sikujui wewe. Na wewe unasema, Yesu, nimetoa pepo kwa jina lako, nimehubiri kwa jina lako, nimefanya ishara na miujiza kwa jina lako. Yesu anakuambia no, huku yatambua mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni. Kumbe imetupasa tusiishie tu kuwa na walimu na wachungaji ambao ni mfano wa Mafarisayo. Mfano wa Mafarisayo ni wale ambao wanaelewa sana mafundisho na historia, yaani wamekariri sana mafundisho na historia, hata pengine yaani huwezi kushindana nao. Lakini ikija kwenye eneo la unabii, eneo la siri za ufalme wa Mungu, hawaelewi kitu. Hawawezi kukufundisha kitabu cha Ufunuo, hawawezi kukufundisha unabii ulioandikwa kwenye vitabu mbalimbali katika neno la Mungu, hawawezi kukufundisha maana ya mifano, maana ya picha, maana ya vivuli, maana ya siri ambazo zimewekwa kwenye neno la Mungu. Hawawezi kukusaidia